Naam, dakika 90 zimetamatika visiwani Zanzibar. Young Africans wamefanikiwa kuondoka na taji hili la Mapinduzi Cup 2026 maarufu kama NMB, na mambo kuwa mazuri kweli. Jina langu naitwa Cisco, karibu nikukaribisha kwenye uchambuzi jadidi kweli, usiokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Hapa studio niko na wachambuzi wawili wa nguvu kweli. Niko naye Kione Hamis, lakini pia niko naye mwamba mkongwe Dominic Salamba. Ungana nasi wanasako kwa bako ili tukupe zile small details, taarifa ndogo ambazo zimesababisha Young Africans kuondoka na ushindi wa mikwaju ya penalty. Dominic Salamba na Kione Hamis, mko njema Njema kabisa. Uzima upo, Mungu anasaidia na hamlalamiki. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Tuanze kwako mkongwe Dominic Salamba, zilikuwa dakika 120 za namna gani Azam FC wamekwenda kupoteza kwenye mikwaju ya penalty? Nafikiri ni miongoni mwa mechi ambayo ilikuwa ina umakini mkubwa. Ukiangalia ni mechi ya finali, ni mechi ambayo ilikuwa imeingia, Azam waliingia kwa tahadhari kubwa wakijua kwamba wanakutana na Yanga ambayo mara ya mwisho kwenye finali waliweza kuwaadhibu. Lakini pia Ibenge ameonyesha kwamba yeye ni mwalimu mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kikosi chake kwa sehemu kubwa kimesheheni nyota ambao hawana experience ya kucheza. Ametumia vijana wengi ambao ni wadogo, lakini kwa sababu ameweza kuwatumia, unagundua kwa sababu mwalimu ambaye amekuwa ana mbinu, lakini sio mbinu tu, aliweza kuiangalia Yanga vizuri. Kwa hiyo aliingia kijua kwamba hatakiwi kwenda kupishana na Yanga kwenye mchezo wa leo hii, hatakiwi kuwa open kwa sababu Yanga wana watu ambao wana experience. Kwa hiyo kama utakwenda kuruhusu mazingira ya 1 against 1 ni rahisi kuweza kwenda kuadhibiwa. Alichokifanya wakati mwingi alikuwa anakaa nyuma ya mpira, akijua kwa vijana wake wewe wana kasi na wana nguvu, kwa hiyo wakawa wanashambulia kwa kushtukiza, huku akitengeza defense ambayo ilikuwa na watu 4 3. Kwa hiyo ilikuwa kabla hujamfikia Manula lazima uweze kupita mstari miwili, ambao mstari mmoja unakuwa na watu 4, mstari mwisho unakuwa na watu 3, kwa hiyo unakuwa kuna watu 7. Kwa hiyo nafikiri mwalimu alifanikiwa. Kwa upande wa Yanga walijua kwamba ni mechi ambayo hawatakiwi kuwa na kasi. Ukiangalia sehemu kwa kikosi chao na watu ambao wametoka katika mchezo wa kimataifa, wanazungumzia kina Baka na kina Jobu, kwa hiyo hawakumda kupumzika. Kwa hiyo waliingia kujua kwamba sisi ni wakubwa, twende tukacheze mpira, tuko composed, tukatulie, tukacheza taratibu, tukiamini kwamba goli litakuja baada ya kuwa tumiliki mpira. Lakini silaha kubwa ya kufanya tusikimbie mbali mrefu, tumiliki mpira na tushambulie in numbers kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo walikuwa wanategemea waforce Azam wafanye makosa ili wapate matokeo, lakini mwisho siku Azam waliweza kukaza. Kwa hiyo kuna nafasi zilipatikana, lakini unaweza kuangalia umakini wa Maxi, umakini wa Pakome ulikuwa umepungua mpaka dakika 90 zinakwenda kuisha mechi ikiwa bila goli lolote, huko Manula akifanya kazi kubwa sana kuweza kuokoa. Dakika za nyongeza ukiangalia kwa jicho moja, ndio mtu pekee ambaye alikuwa anastahili kupewa sifa ni Aisha Manula, kwa sababu mechi itakiwa ishe katika dakika za nyongeza. Kia anakwenda utulivu wake, ukomavu na experience ambayo iko nayo inakwenda kufanya Azam warigeni apate nguvu mpaka ingie kwenye hatua za mtoto. Kwa binafsi ni mechi ambayo ilikuwa ina uwiano wa 50 kwa 50, na hata matokeo kama matokeo ni fair kwa sababu wote wa deserve kuweza kuchukua bingwa, isipokuwa Yanga anakwenda kuchukua kutokana na experience na kuwa na wachezaji wakubwa ambao siku zote pakiwa pana yenye pressure wao wanakuwa utulivu na kupata matokeo. Haya, bado kwako Dominic Salamba. Nafikiri tumeshuhudia dakika 120 na mikoja penalty ndio imekwenda kuamua. Watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba Azam FC alikuwa anakufa kwenye dakika zile 90 kwa sababu ya kadi nyekundu ambayo imetolewa. Kwako walikuliona hilo, na mwalimu Pedro ni kweli alishindwa kuzichanga vyema karata zake, kutumia udhaifu wa wachezaji kuwa pungufu Azam FC na kupata matokeo mpaka kumpeleka 120, lakini pia ni mradhimu kusubiri mikoja penalty kwenda kuamua. Sio wakati wote ukiwa una deficit ya mtu mmoja basi unakwenda kuadhibiwa. Wakati mwingine nategemea unakuta timu namna gani afu ambapo watakwenda kuchukulia kadi nyekundu. Azam tokea mwanzo waliamua kukaa nyuma na kuwa second team na kushambulia kushtukiza. Baada ya kupata kadi wajua kwamba hapa tena itakuwa ni sehemu ngumu. Kwa hiyo kifanya wote walikaa nyuma, na uzuri wana vijana ambao wana kasi. Kwa hiyo walikuwa wanataka Yanga kishafika wao waanze kureact baada ya kushambuliwa. Kilicho kiliwafanya Yanga nao waweze kuwa na uoga, kwa maana kwamba tukienda kwa kasi walionayo Azam kwa tutawaruhusu wafanye counter attack, wanaweza kutuadhabu. Kwa hiyo baada ya kupata kadi nyekundu still Yanga hawakuongeza idadi ya watu mbele, kwa sababu wanajua kwa nataka kukwambia, ukiangalia Mohamed Hussein, ukimwangalia mtu kama Jobu, ukimwangalia Mwamnyeto, ukimwangalia Baka, hao wote wana uchovu, wametoka kwenye mechi ngumu, mechi ambazo zinataka watumie uwezo zaidi ya kawaida wapate matokeo. Lakini pia ukimwangalia Musa Balakonte ndio ameanza kuingia kwenye kikosi, bado hajakuwa na hali ya kujibini kwa asimamia, ngoja leo hii ameweza kuonyesha uwezo mzuri na hali ya juu. Kwa hiyo mwisho siku Yanga waliamua kubaki kwenye formula yao ile kwamba tushambulie kwa tahadhari, tukiamini kwamba tukimiliki mpira tukienda namba za kufanya makosa tutawaadhibu. Kwa
ndio maana haukuweza kuona mabadiliko yote, kwa sababu Yanga hawakuwa aggressive. Ukiwa aggressive maana yake unaruhusu kupishana. Ukiruhusu kupishana maana yake yule mwenye kasi akipata mpira anaweza kwenda kuadhibu. Kwako ukione Hamisi sasa, baada ya kushuhudia dakika 120 na mikwaju ya penalty ambayo imewapa faida ya ubingwa Young Africans, unafikiri mwalimu wa Azam FC kwa maana Florai Benge alikuwa bora hasa kipindi gani, na alikuwa bora hasa kwenye nini mpaka kuilazimisha Young Africans ambayo kwenye makaratasi ilikuwa inapewa nafasi kubwa sana ya kumaliza mchezo kwenye zile dakika 90? Hakuna aliyetarajia kwamba hii mbungi ingeenda labda 120. Hakuna aliyetarajia hii mbungi ingefika pia kwenye mikwaju ya penalty. Kikubwa ni unapozungumzia mwalimu Florai Benge, yeye anajua ubora wa Yanga. Anajua ubora wa Yanga, Yanga wana ubora kiasi gani, na alichokifanya yeye ni kuwaheshimu zaidi Yanga, na ndio maana hata kwenye press conference yake ya jana amezungumzia swala zima la ubora wa Yanga. Kwa hiyo ubora wa Yanga anajua, kwa maana wachezaji mmoja mmoja Yanga wamewaacha mbali sana timu ya Azam. Na hata ukiangalia vikosi vilivyokwenda kwenye kombe hili la Mapinduzi, vikosi vya Yanga, kikosi cha Yanga na kikosi cha Azam toka hatua ya makundi, ukiangalia tulizungumza kwamba Azam wameconcede magoli mawili, Yanga wameenda na clean sheet hadi dakika hii, na Abutwalib Msheri anaibuka anatengeneza record ya goalkeeper ambaye hajaconcede bao katika mashindano haya tangu yameanza. Hakuna kipa ambaye amecheza mashindano hadi anakwenda kuchukua ubingwa hajafungwa, lakini Abutwalib Msheri ameingia kwenye rekodi hiyo, hajafungwa bao hata moja hadi hatua finali. Nikirudi kwenye swali lako juu ya mwalimu Florai Benge ni mwalimu wa mbinu zaidi, lakini amekutana na mwalimu mwenzie wa mbinu, na pamoja na kwa wote ni walimu wa mbinu, na awali nilisema kwamba mchezo unaweza ukajua kuamuliwa na aina ya wachezaji mmoja mmoja. Mchezaji ambaye ameamua matokeo ya hii mechi, matokeo ya hii finali, matokeo ya hii finali ni Abutwalib Msheri. Nilisema kwamba mchezaji mmoja mmoja ndio ataenda kuamua game. Hata tulipofika katika hatua ya penalty, maana yake Abutwalib Msheri penalty yake moja alodaka ndio iloenda kuwapa ubingwa Yanga. Kwa hiyo ukitazama mbinu za mwalimu Florai Benge, amejitahidi kucheza vizuri kwa kuheshimu Yanga, lakini Yanga pia namna ya Yanga walikuwa wanatunza energy yao. Kumbuka siku 10 mbele wana mchezo mgumu zaidi katika hatua ya makundi kwenye kundi lao, kwa maana wanasafiri hadi Misri. Kwa hiyo hata tahadhari walikuwa wanaicheza mechi walizochukua, wamecheza wachezaji wao kutoka Afcon na ndio walikuwa regular starter. Captain Bakari Nondo Mwamnyeto, umeona Baka pamoja na Baka na Mwamnyeto pamoja na Novatus Dismas ndio wachezaji pekee ambao Tanzania hawajakosa mchezo hata mmoja dakika zote 90 za kule Afcon katika michezo minne. Sasa unakuwa na wachezaji hao afu unataka kuwatumia. Kwa hiyo mwalimu Pedro Goncalves alichokifanya na yeye ni kuangalia kulinda ile energy, kuona anaweza akatumia mbinu gani mchezo uamuliwe kwa wachezaji mmoja mmoja. Wanacheza kwa tahadhari, na ndio maana umeona mimi mwanzo nilisema Musa Balakonte amecheza vizuri zaidi leo, ameaminiwa, amecheza dakika nyingi, na unaweza ukasema, kwangu mimi naweza nikasema kwa zile dakika 90 ni man of the match kwa upande wa Yanga. Pengine sijui tu waandaaji wanaweza akampa nani, lakini ukiangalia namna alivyocheza amecheza vizuri sana, lakini yote inatokana na mbinu za walimu. Umeniuliza swali la Florai Benge, lakini Florai Benge amekutana na mwalimu mwenzie ambaye pia ana mbinu. Hata wewe kwenye matangazo yako ulikuwa unazungumza kitu kimoja, unasema Pedro Goncalves yeye ametoka kuwa mwalimu wa national team. Mara nyingi mwalimu wa national team hana muda mwingi wa kukaa na vijana. Kwa hiyo ni mwalimu zaidi wa tactical, yani ile tactically. Pedro naye ni mmoja wa walimu bora sana. Kwa hiyo amekutana na Ibenge, ambaye Ibenge tunajua ana makombe mawili, CHAN Kongo, lakini pia RS Berkane kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani mwalimu alivyokuwa mkubwa. Pedro anaenda kuandikisha kombe lake la kwanza Yanga. Sio Pedro tu, Yanga wanaenda kuandikisha kombe lao la kwanza kwa msimu wa mwaka 2026, na hii ni chachu kubwa kwa Pedro Goncalves, kwa maana anawaambia Yanga, nimekuja nataka kuretain kombe letu, kulilinda kombe letu, kwenda kuchukua mara 5 mfululizo, na inawezekana. Why not? Ukiangalia maingizo ya wachezaji wao, lakini utajiri huu wote ni aina ya wachezaji ndio wanaokupa kiburi. Mara nyingi mimi nasema, kuna msemo wangu, mfumo hauchezi uwanjani, ila aina ya wachezaji watadetermine. Wale determination ya wachezaji uliokuwa nao ndio wewe unaenda kuingiza mfumo wa aina gani. Kwa hiyo unaona ana aina gani ya wachezaji, lakini unaona wachezaji wametumika kwa kiasi gani kwenye previous games.
mechi zilizopita wachezaji wametumika kwa kiasi gani. Hiyo ndio imempa Pedro Goncalves kuona kwamba mechi hii ya leo naweza nikaicheza kwa mbinu hii na mbinu hii, lakini wamekutana wote ni tactical master katika mbinu. Kwa hiyo ndio maana tumeona imeenda dakika 90 0-0, dakika 120 hakuna bao. Lakini pia kingine unaona Yanga kwa sasa hivi utaratibu umebadilika, wanampa Pacome kupiga penalty. Tunaona nguvu ilikuwa imeshaisha. Pengine watu wengi walitarajia kumuona Bakari Nondo Mamnyeto anaenda kupiga penalty au mchezaji mwingine, lakini Pacome akakosa. Pamoja na Aishi Manula kuwa mjanja, alitoka kabla ya penalty ilivyopigwa. Kama uliangalia vizuri, Aishi alianza kutoka kabla ya mpigaji haja kwenda kupiga. Lakini yote ni mbinu za mchezo. Lakini all in all wamekutana walimu wenye mbinu nzuri, wamekutana na wachezaji ambao wanajua kubeba mbinu za walimu. Kwa hiyo ndio hiki tulichokiona. Nani kwako amekukosha leo kwenye dakika hizi 120 na unaweza pia kumchagua kwamba kwako anaweza kuwa ni man of the match? Kwa upande wa Yanga namchagua Musa Balakonte, lakini kwa upande wa Azam namchagua Aishi Salum Manula. Turejee kwako Mkonge Dominic Salamba kwa hiki ambacho tumekishuhudia. Je, nini hasa ambacho kitaongezeka kwa Young Africans pamoja na Azam FC kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, hasa kwenye ile hatua yao ya makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho? Nafikiri kubwa faida ambayo watakwenda kuipata kwa maana ya Yanga na Azam ni match fitness. Okay. Hiyo ndio kubwa, lakini pia inakwenda kutoa variety for option kwa walimu, kwa maana kwamba tayari wachezaji wako wameweza kupata kipimo kisahihi. Azam amekutana na Simba, amekutana na Yanga. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tayari ile anakuwa na uwezo wa kwenda kwenye mechi ngumu zenye intensity kubwa akaweza kuzicheza kwa dakika 90. Na ukiangalia imekwenda kumpatia variety of option. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya vijana ambao wamekuwa hawatumii. Kwa hiyo inaweza ikampa confidence kwa mechi hii. Pengine ningependa kuona Jeffrey Kambarabola sitaki aanze, anakwenda kumwonyesha kijana ambaye anaamini kwenda kumpa kitu, kwa sababu kutrain mazoezini tofauti na kwenye mechi. Kwa hiyo nafikiri walimu wanakwenda kupata kitu cha pili, kwa maana kuwa na variety za option kutokana na opponent ambao wanakwenda kukutana nao. Jambo la tatu imekwenda kuongeza yani ule ushindani wa namba. Kwa maana kumbe kuna mtu amekaa nje anajua kwamba kama mimi Faisal sipo, kama pengine Pascal Msindo sipo, kama Plan Swinipo sipo, kuna watu ambao wanaweza kaja na bado wakazima. Tumeona vijana wadogo wakifanya kazi, muone ile Akite yule uwezo alionao, ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana ambao tulikuwa tunaweza kumuona, lakini kuna mshambuliaji wao yule mrefu ambaye ameingia kipindi cha pili, ana uwezo mkubwa sana, lakini tumeona pia kina nani Zidane, Selina wengine. Kwa maana yake kwamba inakwenda kutoa ile hali ya kuwa na confidence kwamba pengine nikikaa mimi peke yangu ndo nitacheza, kumbe wote anza akacheza. Lakini pia kwa upande wa Yanga imekwenda kuwa ni kama generation, inakwenda kufanya revolutions au kwenda kulivili vile ambavyo watu wengi walikuwa hawaviamini. Hakuna ambaye aliamini kwamba Musa Balakonte ana quality ile, na ilifika hatua mpaka watu wakana pengine Yanga ametumia gharama kubwa unnecessary, kwa sababu ndio usajili ambao ulikuwa umetumia pesa nyingi kuweza kusajili. Lakini leo hii ameweza kuaminiwa, tumeweza kuona kumbe ambacho alikuwa anakosa ni ile game time ndio alikuwa anaikosa, alikuwa anakosa muda wa kuweza kucheza. Ila kama angeweza kuaminiwa, Aspe Pressure ni miongoni mwa mtu ambaye anaweza kupatia variety of option, kwa sababu kwanza anaweza kumsaidia mwalimu kucheza na back 3, anaweza kukaa katikati ya walinzi wawili akacheza, kwa maana mwalimu akiamua kuingia back 3 anakaa katikati yao. Jambo la pili, anaweza kuwa ni holding midfielder mzuri ambaye akaruhusu kuwa na offensive wawili kwa eneo la juu, kwa maana akatengeneza triangle akaweza kudhibiti. Jambo la tatu, anaweza kusogea juu. Kipindi cha mwisho katika mechi leo hii mwalimu alimsogeza juu na kwenda kama namba 8, na ukiangalia hata pasi ambayo imekwenda kuzaa ile penalty aliipiga yeye kwa makini mkubwa sana, kuweza kuona kwamba jitigani ambaye amekuwa na uwezo wa kuweza kuona ni eneo gani nipige pasi gani kwa timing gani. Lakini pia alipiga kombola moja ambalo kama ingekuwa so deflection na mchezaji pengine tungemeingia. Kwa binafsi nafikiri kwa leo hii Yanga wameweza kupata faida. Lakini kingine hata kwa upande wa mtu kama nani Msheli ameprove kwamba ni kipa ambaye pamoja na kaa nje muda mrefu, lakini bado haimfanyi ashinde kuwa na ubora. Unaweza kuona kujiamini, umakini wake, na lango liko salama, uwezo wa kucheza mpira, kupiga pasi, lakini ndio ambaye amekwenda kuitoa Yanga na kuweza kuipatia ubingwa huku akiwa hana mechi za kutosha. Pia watu kama kina Mwanengo na wengine. Kwa nafikiri imekuwa ni michuano ambayo imekuwa na faida kubwa sana kwa vilabu, hasa kuweza kujiandaa, kuzingatia kwamba tulikuwa tuna muda mrefu ambao timu zilikuwa haziwezi kucheza, na hapa leo tunazozea tarehe 13 Yanga ana siku 8 tu au siku 7 kabla kuweza kusafiri kwenda kwenye mechi ambayo ni ngumu, lakini tayari anakuwa amepata mazoezi ya kutosha ambayo yanamfanya aweze kwenda kushindana na kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuwania alama moja au tatu katika jiji la Kaula. Mimi tumalizie kwako pia na jinsi ambavyo tumeshuhudia dakika hizi 90, timu bora ya mchezo kwako kati ya Yanga na Azam, ipi timu ambayo imecheza kwa ubora mkubwa? Zote zimepambana kweli kweli mpaka kufikia hatua ya matuta, lakini iko moja ambayo
imeibuka timu ya dhahabu kwa upande wako? Yanga, of course Yanga ndio timu bora kwa siku ya leo. Kila kitu kwenye takwimu Yanga wako juu. Unaona wamezidiwa hata kwenye foul na kadi. Usimenelewa? Azam wamezalisha hadi kadi nyekundu. Pamoja lakini na precaution moja kwa Yanga. Yanga ndio timu bora kwa siku ya leo kwa namna walivyocheza. Na walistahili kupata ushindi Yanga walau kwenye dakika 90 kabla dakika 120 hadi kwenda kwenye hatua ya matuta. Yes, Yanga ni bora. Lakini naomba niwakumbushe tena viongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga wana timu nzuri sana. Lakini wajaribu kukaa tena na Baka. Makosa haya akienda kuyafanya kwenye timu kama dhidi ya Al Ahly yatakuja kuigharimu Tanzania. Unapoona Yanga inaenda kule wana alama 4 zile ni za Tanzania, sio za Yanga wenyewe. Yes. Kwa hiyo Ibrahim Baka angalia ilikuwa ni straight red card kama kwenye VAR. Yes. Kwa mtu aliyotazama ile ilikuwa red card, ni umeme moja kwa moja. Na matukio ni kukumbushe leo kuna wachezaji wana historia imetokea. Yeah. Lame Kilawi wakati akiwa Coastal Union alipewa kadi nyekundu ya bahati mbaya. Yanga wakapata ushindi wa bao 1-0. Okay. Baka alipata kadi nyekundu dhidi ya Azam, Yanga wakafungwa. Yes. Si umeelewa? Yeah. Na zote ni kadi nyekundu ambazo unaona kabisa zina makosa aidha ya muamuzi ama ya mchezaji mwenyewe. Lame Kilawi ilikuwa kadi ya muamuzi, lakini Baka ilikuwa kadi ya kwake mwenyewe, amepigwa straight red card. Okay. Kwa hiyo Baka kwa eneo la nidhamu ni askari, unajua ni sergeant wa KMKM. Yeah. Kwa hiyo mpira una miemko yake. Mpira mtu yoyote unaweza kufanya chochote. Finali mwaka 2006 Zinedine ya Zidane. Yes. Alimpiga kichwa Materazzi. Na watu baadaye akachaguliwa kuwa mchezaji bora. Mimi kwa mara nyingi mchezaji anapokuwa na nidhamu mbaya uwanjani sisemi kwamba eti hana ubora. Zidane mwisho wa ile tournament ya kombe la dunia ndio mchezaji bora wa mashindano. Mwaka 2006 kombe la dunia kule Ujerumani ambapo Italy walibeba ndoo. Yes. Kwa hiyo nidhamu kwa Baka umuhimu wake wamkumbushe sana. Matukio kama yale kwenye mechi kubwa atakuja kuigharimu Yanga. Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha, lakini bado itakuwa si vyema kama hujamaliza na kwako Chifu Zobane kama Zumfera. Baada ya kutazama dakika 90 timu zote mbili, hipi unaondoka nayo? Nafikiri kwa miaka hii mitano sio leo tu Yanga ndio timu bora. Kwa sababu Yanga anachukua makombe bara yote. Yes. Anachukua makombe Unguja. Anachukua makombe Pemba. Bila kujua kikosi gani. Kila kombe analoshiriki anachukua. Itoshe kusema kwamba Yanga ndio wametawala soka la Tanzania. Na hakuna namna ambayo unaweza ukafanya omeke yako vizuri. Yes. Ya kutafuta mafanikio whether ni kusajili au kitu gani bila kuiangalia. Ndio wametengeneza standard ya namna gani mpira ambao unatakiwa uwe, ndio umeweka alama ya ushindani na ndio umekwenda kusementi kuweza kuona ligi yetu ni bora. Unapozungumzia ubora wa ligi utakwenda kuizungumzia Yanga. Kwa kwanza hongera kwa viongozi, wamefanya kazi kubwa sana mpaka kufikia tulipofikia hapa, kwa sababu wametengeneza gepu kubwa sana baina yao na timu nyingine, gepu ambalo sio rahisi kuweza kufikiwa. Leo tunazungumza hapa, pengine kuna baadhi ya nyota wamekuwa wana viwango kwa Yanga kwa sababu tukicompare na wao wenyewe. Lakini jambo la pili, wameweza kutangaza ligi yetu, lakini pia wameweza kufanya nyota wakubwa wengi waweze kuja Tanzania kutokana na brand ambayo wametengeneza. Leo nilikuwa naangalia interview moja, rais wa Vipers amekwenda kumtoa Alan Okello kumpeleka Yanga, si kwa dawa ambalo Yanga wametoa. Palikopa na ofa ambazo zilikuwa ni mara 2 ya ofa ambazo Yanga walikuwa wametoa. Kila akamwambia kwamba kijana huyu na wakabidhi Yanga kwa ofa yenu ndogo, kwa sababu nimeona ni timu ambayo ina malengo makubwa na imetengeneza ustadi na muhimili wa soka la Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa hiyo akija kwenu sio issue ya pesa tu, anakwenda sehemu ambayo anaweza kufikia matarajio makubwa. Kwa hiyo kumbe ukiwa una good governance, ukiwa na viongozi ambao wanaweza kufuatilia mambo, sehemu pakiwa pana harmony na upendo, ni rahisi watu kukuamini na kukabidhi dhamana ambazo wakati mwingine haukustahili kuweza kukabidhiwa. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu zangu wa Msimbazi, tujipange, tuna kazi ya kufanya, vinginevyo tutaendelea kulaumiana na kwa mwenyekiti, kumbe wenzetu wametuacha mbali sana. Lakini Cisco pia kuna kitu kimoja ambacho nimekiona. Yanga wanapowekewa kombe wanakuwa Yanga nyingine kabisa. Nilisema hapo. Yanga walienda Afrika ya Kusini, walialikwa na Kaizer Chiefs. Yes. Wakabeba. Walienda Rwanda na Rayon. Wakabeba. Ndio. Wamevuka maji wameenda Zanzibar. Wamebeba. Ndio. Wanarudi bara wanabeba tena, ili hapa kombe mara 5 mfululizo. Yes. Hii inaitwa msiwaalike Yanga kwenye makombe yenu. Ukiwaalika utapata aibu. Yaani mnapoalika labda kusiwe na kombe. Kwa hiyo tunacheza leo mmemaliza kila mtu anaondoka. Lakini mkiweka kikombe mmekwisha. Yanga huwa anabadilika roho. Mmekwisha. Na Domi amezungumza vizuri juu ya good governance.
hata kwenye hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini hata FIFA wao wanazungumzia kwanza uongozi? Okay. Ndio maana ya soka. Uongozi wa Yanga sasa hivi, kama kuna timu zinatoka mbali kuja kujifunza, na mimi naomba nipeleke ujumbe straight kwa Simba. Mzee wangu Mangungu, usione aibu kwenda kumuomba ushauri Engineer Hersi, kwa sababu umri ni namba tu, lakini maarifa huwa ni utajiri. Okay. Yes, umri ni namba lakini maarifa ni utajiri wa mafanikio. Yes.